na Sifuna na timu yake kina Orengo wamepigwa mawe, hata watu wa magazeti wakaharibiwa makamera zao. Kenya hii sio ya Bwana Ruto na Gladys Wanga na Dr. Oburu. Kwanza wewe Dr. Oburu umesaliti ndugu yako Raila. Amemsaliti, hajamsaliti? Kama kuna mtu alijua mambo ya Raila ni mimi. Miaka 15 nikimshikilia ndugu yako Raila awe president wa Kenya. Kumbe wewe Dr. Oburu kazi yako ilikuwa ndio msaliti mkubwa wa ndugu yako. Kwa hivyo hata kabla hiki tunaitwa broad based, tunaita bread based government. Bwana huyu Daktari Oburu alikuwa ameingia huko kitambo. Kwa hivyo ni lazima tuchunge heshima ya Raila Odinga. Raila alisimamia tolerance, alisimamia demokrasia, na hiyo tabia ya magun wa Gladys Wanga na Dr. Oburu, hiyo sio Kenya ambayo Raila alikuwa anatarajia. Kwa hivyo tukiwapa tunawakemea. Wangapi wasema uwi? Sema uwi. Waende wasiende? Wanaogopa. Kila meukia no kiotia kia maya. Andozi ondo kwa maili itanganitu mekea muvezi. Na ndondo tokia manie. Etokia manete kato ekia manete. Ino bakatu wakwe Kenya. Sawali itu ameambie kwa saa. Rando wange wamekuwa mbu. Simeta kituwaya sijine. Kalonzo ukaulike serikali ya ingi. Kalonzo ikingi. Kwa tu ilika serikali. Alama kwa zatu ilika serikali ya Ruto kwa yolo. Sasa wanajua Kenya nzima imeongea. Salamu nyingi kwa tuko kutoka ndugu yangu Rigathi Gachagua. Mnazipokea? Mmetopokea salamu za kuzo? Wangapa nasikia wanapokea salamu za kuzo? Tukiongea hapa ako Thika. Salamu zingine za JB Muturi tukiongea hapa ako Murang'a. Salamu zingine za Eugene Wamalwa, zingine za Martha Karua, zingine za Fred Matiang'i. Hiyo timu yote na tumeungana. Alafu tunangojea hii ya Sifuna hesabu yane. Hata tukiwa hapa Ruto anajua hata akijaribu kuiba Kalonzo no kuwenukia. Eto mwenuka kate mwenucha. Tukifanya hivyo tutaregesha nchi hiwe na tawaliwa kisheria, sio kutawaliwa na maguni. Nchi itahakikisha kuna usawa. Ikiwa ni vijana kuajiriwa kwa polisi, kwa JSU, kwa army, nyinyi mmekaliwa miaka hiyo 15. Ruto anaajiri tu watu yake. Kanatiwo, tutakuwa na usalama wa kutosha nchi hii. Wawekezaji kutoka dunia nzima wanangojea tuchukue mamlaka, muone vile makampuni yataanzishwa Kenya hii. Na hiyo makampuni ndio itahakikisha vijana wanapata kazi. Saa hizi watu wanahamisha pesa zao kutoka Kenya kwa sababu wataki serikali inayotawaliwa na wahuni. Wahuni wanaoa vijana wao, wahuni hawataki hata kusikia upinzani, lakini wajue wakati wao umefika. Tulikuwa tukisema chuma chao kimotoni, sasa tunatoa chuma. Au meatwe mabebia twe mabana. Twe alama kwa zeme wabano kwako yolo. Mabano kama ikabanoe. Chuma kiko motoni na kimetoka. Nikikimbizana na watu na nyinyi mutunze hapa nyumbani. Mtafanya hivyo? Mnajua mimi ni majirani hapa. Si mimi jirani yenu? Wa ile silanga kubwa hapa ya kutoka Thika River. Hiyo yote hiyo ilikuwa na chelewesha na makesi kidogo ya andameta hata maboloni wakiongoza akatenda kina Motesia. Kando na hii mtaro ambayo ilikuwa peleke maji mpaka Kitui Mwetasiano, hii dam itakuwa ni kubwa zaidi. Itasaidia
kuimarisha hata kilimo. Nyinyi hapa mtakuwa wakulima nambari 1 Kenya hii. Na kwa sababu hiyo mimi Ruto ameshindwa, alikuja anafanya sijui 2 billion kuweka hiyo canal simiti. Kuweka canal simiti. Tunataka dam kubwa ili watu wa eneo hili plateau nzima na barabara hii. Na mshukuru gavana, nilienda upande wa Katangi nikaona barabara inakaribia. Si namna hiyo? Weka bidii kwa hiyo mpangilio. Kwa hivyo nyinyi bora mwezi wa 11 uitwe mwezi wa kiana wanyanya, mwezi wa kenda, mwezi wa 10 ikumi na umwe makwambisia ingi kosa round ya mwisho ya kosa ya kura. Mheshimiwa Gavana, pekua hata kama kuna vijana waliandikisha ID yao na inakwamba Nairobi, hiyo ID irudi mara moja, waje wachukue kura. Hiyo kura ndio itapeleka Kasongo nyumbani. Kwa hivyo mkishirikiana na Senator Kabindu na Mama County, sikilizeni, Mama County, mnajua Mama County Kamene wao na gavana huyu, unajua anaitwa Machakos Gauss wakati ule. Alafu na hii timu mwingine ambao wanatarajia kutafuta hata additional wale wanataka kutafuta kura. Uwezi kuputa kura bwana Kala kabla watu kuchukua kura. Kura is vital. Kama kuna watu wengine onabea mwaito angema atwaiwe alaive timato aitwe metuki na mena bindu amasitwa mo togo mundu aenda kuandikithia hii nyamweto affidavit. Hiyo mawakili fungueni maofisi affidavits. Kama kuna mtu anataka change of name asiwe anachelewa kuchukua kura, mambo yafanyike haraka mara moja. Nekanato kuko kuna kura with the Machakos County inyo na mwinyo kane koza milioni ile na milioni ile ni mudha wa kula sia Kenya imwe tare kuidhawa alama kwa simu mudha wa kula sia Kenya Machakos. Lakini kwa sasa kuna kazi nyingine ya kufanywa. Watu ambao unajua yule walikuwa wanashindana na Wavinya alikuwa anaitwa Waita, tiwo? Kikamba ilikuwa inamshinda kidogo. Waita sasa ndiye ati ameambiwa na Ruto asimame ugavana wa Machakos. Alama kwa zia Ruto peke ndio kwa atamaza kweno yonde. Sasa huyo Waita anashirikiana na spika wa bunge anaitwa nani huyo mheshimiwa? Kiusia ebwa kwa kibeti Keima. Mwezi Keima aya zanga budget ndikabetu kethwe nondo iwe ne Ruto tondo gavana lo ibone wa Wiper andu makethimani andu masaku mweka kwate budget nikanambe saile munengawe sie meko mukune Wavinya kelele wewe mundu kumona nondo na project ya NYS ya youth service na ile nyingine ya kupatia hata watoto maziwa mulalamike. Hiyo ndio mpangilio wa Ruto kupitia Waita na mtu anaitwa spika wa bunge. Hasina nduma Keima katima Keima. Alama kwa zia waende kabisa waende. Sio kawaida mimi kutaja majina ya watu. Lakini nimeona mahali imefika nitaambia watu wetu ukweli. Kwa hivyo ukweli na MCAs wa Wiper. Nyinyi out of 30 how many are they governor? 24 ya Wiper. 24 25 na mwete dhani zia ndawa mwemeana pamwana ndawa na pamwana mondo umewa 34 ando asunyo na no beto kithie budget and you are the majority. Nendeni mpitikishe mambo ya budget watu wetu wapate faida yao. Governor atawaelezea, lakini msitaki upuzi wa kunyima watu haki yao. Ndikwenda Kalonzo hivi utuika president wa Kenya. Kwanza nitaongeza Machakos pesa ile. Unajua Ruto anachukua out of 100 shillings anachukua 85. Ile magavana wakiwa 47 wanatumikia nyinyi nayo ni 15%, asilimia 15. Wakati ulifanya ile inaitwa NADCO tulipitisha angalau ifike 20%. Ruto anakanyaga.
Mimi nikiwa rais wa Kenya, tutaleta kwa county zote 47, not less than 35%. Hiyo itakuwa ni pesa ya kutosha mashinani. Mimi sitaki ati Kalonzo akae Ikulu Nairobi. Kwetu ni huko mwisho wa dunia Sekuru. Niwe kanatiwo. Mimi nataka nitoe mamlaka huko niletee wananchi. Kanatiwo mbaito. Hii ndio maana Ruto anapepa watu anaenda kuwaonga State House. Analeta masheik 10,000. Analeta Basil kijana yangu, yeye anandaye avumilia, angevumilia tu kidogo. Kaulana atani Basil na Mwangangiu ya wae monene. Aende asiende. Hakuna mambo, yani hawezi kuvumilia. Mimi nimevumilia miaka 15 nikiwa opposition. Na ndio Ruto anasema ati Kalonzo miaka 40. Kwanza hii 15 ameimbia mimi na Raila. Sasa Raila amelala. Nilisema Kalonzo Ruto, huyu Kalonzo sio Raila. Ule umezoea kuibia. Tutangangana mpaka huo naenda kabisa. Haiwezekani. Haiwezekani. So, wale ambao wana uvumilivu kama mjumbe wenu, mngojeeni tu aende nyumbani kipolepole. Ama namna gani? Mwana watu wengi kitaka nasikia nataka sio? Na kuna wengine wanataka. Wale wengine wanataka mjue kutakuwa free and fair nomination. Mtasikia hiyo maneno kutoka kwa mwenyekiti mwenyewe. Hii sio mimi nitakuwa nikisimamia, ni Bwana Jamle Kamau wakisaidiana na wale wengine kuhakikisha kwamba there is free and fair nomination. Kanati womba ito ni kana mundulo kwende kana raia anengwe tikiti wa Wiper. Kana mwasiata. Kwa hivyo mimi nataka kwa sasa nikome hapo na nimutabie ni wanani abinya katumia idhanga. Mweze kanyamuka wako